Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tunakoendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara tutasoma na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabili Mei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yaahidi kufanyia kazi mapendekezo ya mabadiliko ya sera, hususan matumizi ya akili mnemba katika matumizi ya sekta ya habari. Serikali ya Zanzibar yasisitiza kuweka mfumo madhubuti wa usimamizi wa miradi. Na katika habari za kimataifa, China yaahidi kuwa tayari kuimarisha uhusiano na Canada. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itafanyia kazi mapendekezo ya mabadiliko ya sera, hususan suala la matumizi ya akili mnemba ambayo yatabainishwa na wadau wa sekta ya habari ili teknolojia hiyo iweze kuendana na misingi ya vyombo vya habari. Hazla Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Waziri Mkuu ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani inayofanyika kitaifa mkoani Arusha, ambapo amesema suala la akili mnemba linahitaji mjadala wa wazi na ushirikiano wa karibu katika sekta zote. Sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kwa upande wake, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi ametoa rai kwa waandishi wa habari kutolemazwa na matumizi ya akili mnemba, huku katibu mkuu akisisitiza kuwa licha ya changamoto nyingi wanazopitia waandishi wa habari, hawapaswi kupoteza matumaini ya kufanya kazi zao. Ndugu wanahabari, leo mnazungumzia uhabarishaji kwenye dunia mpya, athari ya akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari, yani reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Mimi naonea hivi sana. Mimi nilipoanza uandishi wa habari tulikuwa tunatumia kutuma habari kwa simu, telephone. We're using telephone to file our news from wherever we are. Kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, wewe usema A, usema alpha, anajua ni A. Na ilipokuja telex ikafungwa Kilimanjaro Hotel, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia telex kutoka AFP, Reuters na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Mimi ni shahidi wa uandishi wa habari kutoka ambapo hakuna fax, hakuna telex, na unatumia simu ya mkono. Na nakumbuka baada ya Mwalimu kuhutubia taifa kutoka Bunazi, Uganda, baada ya vita vya Uganda, ilibidi kutuma habari kwa simu ili iwahi deadline. Sasa sauti ya simu ni ngumu, na newsroom sisi tulizoea, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu. Kwa tulizoea sisi kupokea habari kwenye kelele, na ndio maana napenda kelele, kwa sababu inanifanya nifikiri vizuri zaidi. Pongeza waandishi wa habari wenzangu kwa kuendelea kulinda matumaini ya waandishi. Changamoto ni nyingi, hatari ya kukata tamaa ni kubwa, na waandishi wa habari kama muhimili wa nne usio rasmi, tukikata tamaa tutakuwa tumepoteza matumaini ya wananchi. Naye mwenyekiti wa Jamii Afrika Max Melo anasema miongoni mwa mapendekezo yaliyofikiwa na waandishi wa habari ni kuimarishwa kwa ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kupendekeza haya, tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025, tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama na heshima ya waandishi wa habari nchini kote. Tunatoa wito kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, wanasiasa na jamii kwa ujumla kuhakikisha waandishi wa habari wanalindwa dhidi ya vitisho, unyanyasaji na vurugu wakati wa kipindi hiki nyeti. Siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani huadhimishwa kila ifikapo Mei 3 kila mwaka, na kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia fursa, faida na changamoto zinazotokana na matumizi ya akili mnemba katika uandishi wa habari. Asante sana Hazla Omar kwa taarifa hiyo.
Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameruhusu kuendelea na uchimbaji wa madini katika eneo la Lupa Market linalomilikiwa na kampuni ya GNI lililopo wilaya Chunya mkoani Mbeya, huku leseni 7 zilizopo katika eneo la Saza kati ya 14 ikiendelea kusimama kwa kutojihusisha na uchimbaji huo. Taarifa Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde baada ya kufika katika eneo la mgodi unaomilikiwa na kampuni ya GNI kutokana na mgogoro uliodumu miezi 4 na hatimaye serikali imetoa majibu juu ya mgogoro huo. Leseni 7 za mkandarasi ambazo zimekwisha kufanyiwa tathmini na zilikuwa zina vibali vyote ambavyo nilizuia nilipokuja wakati wa mwisho shughuli zisiendelee. Kwa leseni za eneo la Lupa Market ambako hakuna changamoto kama hilo jitokeza na vibali vyote vilipatikana, na ruhusu mwekezaji uendelee na uchimbaji katika eneo la Lupa Market kama ambavyo mlikuwa umesharidhiwa na wenzetu wa NEMKI, lakini kwa kuzingatia taratibu za sheria zinavyoelekeza, na hasa kubwa na muhimu kuliko yote ni kwamba eneo la uchakataji wa madini lazima liwe mbali na kilipo chanzo cha maji kwa maana ya mto. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamisi Hamza Hamisi ametoa maagizo kwa mameneja wote wa kanda kuhakikisha wanagundua na kutembelea maeneo yote yanayochimbwa dhahabu ili kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira, huku mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njelu Kasaka amekuwa na haya kusema. Aidha, hapa nataka nichukue fursa hii nitoe wito kwa mameneja wote wa kanda wa NEMKI, wasimamizi wote wa mazingira, wasimamizi wote wa wilaya, wa mikoa, wa halmashauri na meneja wote wa kanda wahakikishe wanaongeza doria, misako na operation mbalimbali za kugundua kunako migodi na kunako chimbwa huko nini kinachoendelea. Hali ya uchumi kwa wananchi wa Ifumbo wanategemea mto Zira. Mheshimiwa Waziri, makofi haya maana yake ni kwamba wanategemea maneno mazuri umekuja nayo leo ili neema zake na mioyo yao iweze kupona. Lakini wao pia wanatamani kuona wawekezaji wanazidi kuja kwenye kata yetu na kijiji chetu cha Ifumbo, na watawapa ushirikiano mkubwa na mzuri, lakini na wao pia wanaomba na wao waweze kupata shughuli za kuingizia kipato kwenye maeneo haya ambapo mto huu Mwenyezi Mungu aliweza kuwapatia. Kama mwekezaji na hakika nitatoa ushirikiano mkubwa sana katika kijiji kile. Lakini pia kuhusu swala la mazingira, naibu waziri wa NEMKI amezungumza kuhusu swala kupanda miti. Hii itakuwa ni siku maalum ambayo tutaipanda hiyo miti na tutaitoa miti mingi sana kwa kijiji kile tuweze kupanda katika maeneo mengi ambayo yako wazi. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamezungumzia juu ya sakata hilo. Katika shughuli za kiuchumi sisi kwa sababu tunategemea kwenye uchimbaji huu. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amezitaka taasisi zote zinazofanya shughuli zake katika Ziwa Victoria kushiriki kwenye zoezi la usafi wa kuondoa magugu maji eneo la kivuko cha Kigongo ambayo yamekuwa kusababisha baadhi ya shughuli kukwama. Taarifa zaidi na Emmanuel Meshak kutoka Mwanza. Mtanda ameyasema hayo mara baada ya kutembelea katika eneo hilo kwa ajili ya kukagua hali ya changamoto ya uwepo wa magugu hayo ambayo wakati mwingine yamekuwa kikwamisha shughuli za kivuko kuendelea. Baada ya ukaguzi huo, Mtanda amezitaka taasisi hizo ikiwemo NEMKI, idara ya uvuvi pamoja na idara ya maji kuhakikisha zinashiriki zoezi hilo. Hapa ninawapongezeni watu wa bonde kwa kazi hii mlioifanya ambayo inaendelea na mnatumia gharama kubwa. Kwa hivyo taasisi nyingine pia msije mkadhani swala hili ni la watu wa bonde tu. Hii multiplier effect kwamba hawa watu wa maji kule tunayokunywa yanatokea ndani ya ziwa. Magugu yakisha kuwa mengi yataenda kwenye pampu kwenye ziwa. Ile injini inayosukuma maji na yenyewe itaingiliwa na magugu, yenyewe pia itaanza kuwa kama kivuko chetu, ita collapse. Kwa hiyo watu wa maji, kutakuwa na changamoto ya maji kwenye mkoa wa Mwanza. Lakini wavuvi, vizimba vimo humu, ni Wizara ya Uvuvi.
Kwa hivyo msije mkafikiri kwamba jambo hili linaigusa tu watu wa bonde. La hasha. Aidha, Mtanda amezungumzia pia swala la vivuko vitatu vilivyopo katika eneo hilo la Kigongo, ambapo amesema serikali ya mkoa wa Mwanza imekubaliana na watu wa TEMESA mara baada ya daraja la Magufuli kuanza kufanya kazi. Vivuko hivyo vitapelekwa katika maeneo mengine ikiwemo wilaya ya Ukerewe. Hii daraja wakati wote ile tunaelekea kukamilisha. Kati ya mwezi huu siku chache zilizobaki, lakini mwezi unaofuata hautaisha, tayari swala la barabara hii itakuwa limekamilika. Kwa hiyo changamoto ya usafiri hapa Kigongo Busisi itakuwa imekwisha. Na tumeshakubaliana na watu wa TEMESA kwamba hizi feri tatu ambazo zinafanya kazi hapa tutazigawa katika maeneo mengine ya mkoa wa Mwanza. Moja tutapeleka kule Ukerewe, na tuliyasema haya mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali inajenga vivuko vipya vitano vyenye thamani ya bilioni 29. Na katika vivuko hivyo kimoja kitaenda Ukerewe. Sasa wakati tunasubiri mwezi ujao, mwezi wa 9 vikamilike, tumesema kwa sababu barabara inakamilika na daraja, kivuko kimoja hiki kitaondoka hapa kuelekea Ukerewe ili kikafanye kazi ya kupishana na kivuko kilichopo sasa ambacho ni kidogo sana. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Mwili wa mtu ambaye hakuweza kutambulika kwa haraka umekutwa ukielea katika mto Msimkumilo uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Neema Hussein ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Kwa kweli huyo mtu yani hatambuliki kabisa, ila wameshamuokoa, ila ni jinsia ya kiume. Ni mmoja wa mashuhuda katika tukio la mwili ambao umeonekana katika mto Msimkumilo uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Tumepata taarifa kwa raia wenzetu wa mitaani kwamba mtoni kuna mwili umepita maeneo ya daraja la Msimkumilo, kwa umeshuka maeneo ya machinjioni. Kwa tukawa tumeenda kuangalia labda huenda tunaweza tukawa tunamtambua. Bahati nzuri tumefika kwenye eneo la tukio, tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wote wa serikali ya mtaa. Zimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji, ila mwili hujatambulika ni nani, umeharibika sana. Mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli Ibrahimu Ali amesema alipata taarifa za uwepo wa mwili huo kutoka kwa wananchi, huku mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi akidai uchunguzi wa awali unaonyesha mwili huo ulikuwa na majeraha. Mida ya saa 6 kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu. Aliniambia mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji. Mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Tumefanikiwa kumopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali wakati tunamopoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni. Hata hivyo amewataka wananchi kutoa taarifa haraka pindi yanapotokea majanga yanayohitaji uokoaji, huku akiwataka kuchukua tahadhari ya matukio ya moto hasa kwenye maeneo ya mashamba. Inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio, badala ya watu kutaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka inashindikana, kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji moja kwa moja. Lingine, nipende kwa hasa wale watu wote ambao wako kwenye mashamba huko wanalima, waepuke sana na matumizi ya moto yasiyokuwa rafiki kwenye mazingira yao. Maka tulishawahi kushuhudia kifo cha vifo vya watoto wawili kuungua moto watu wakiwa wanaandaa mashamba. Lakini pia na wakati huu kuna watu ambao wanakaa mapolini huko wanalima, lakini wakati wa usiku wanakuka moto ili kuweza kuzuia wanyama
wasiwashambulie. Hii inaweza ikapelekea moto ukashika vibanda wanavyokuwa wanaisha, wanavyokuwa wamelala usiku, na kupelekea kupata athari za moto. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Tarime, Edward Flowin Gowele, amepongeza mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa juhudi kubwa inazofanya katika kupambana na biashara haramu ya magendo kwenye mpaka wa Sirari unaounganisha Tanzania na Kenya. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Amesema hayo alipokutana na maofisa wa TRA waliokuwa wakijitambulisha kabla ya kuanza kampeni ya elimu kuhusu madhara ya magendo wilayani humo, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuongeza jitihada za kutoa elimu kwa wananchi ili kuwawezesha kuelewa athari za kujihusisha na biashara hiyo haramu. Aidha, amewaonya wananchi wa Tarime kujiepusha na biashara za magendo kwani zina athari kubwa kwa maendeleo ya mtu binafsi, jamii na taifa kwa ujumla. Wito wangu ni wananchi kutii sheria bila shuruti. Kama ambavyo tumeona katika kukimbizana haya magendo, wengine wamepata madhara. Kuna waliofariki kwa kupata ajali na vyombo vya moto wakiwa wamebeba magendo, lakini wapo ambao wamepata ulemavu wa kudumu, wapo ambao wamepata hasara ya kufilisiwa vyombo vyao vya moto ambao wanavitumia kwenye magendo. Lengo la serikali sio kuwafilisi, lengo la serikali nataka wao walipe kwa kufuata taratibu, na wao waendelee kutunza familia zao, waendelee kufanya mambo ya kiuchumi kwa kupitia vyombo vyao. Lakini tufanye zile biashara ambazo ni halali. Zile haramu za magendo tusingependa kuona wananchi wanafanya. Na tuendelee kutoa elimu mpaka vijijini, kwenye maeneo yote kwenye mpaka, ili sasa tuweze kuongeza mapato. Lakini pia ushirikishwaji wa taasisi zingine na wizara zingine kwenye swala zima la kudhibiti magendo, lakini pia na mazao ambayo yanatoka ndani ya nchi yanaenda nje ya nchi jirani. Tuendelee kushirikiana na maafisa wa Wizara ya Kilimo. Kwa upande wake, afisa wa forodha kutoka TRA, Ruekaza Ruegashora, ameeleza kuwa lengo la kampeni hiyo ni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya magendo na kuwafahamisha kufuata taratibu halali za biashara ili kuepuka usumbufu na hasara. Tunajua ni kwamba kama bidhaa zitaingia nchini au kutoka nchini bila kupitia milango ya forodha, kuna athari kubwa kwa serikali, itakosa mapato, lakini pia wananchi wanaweza kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora. Lakini pia kwa wananchi tunapoteza nguvu kazi, kwa sababu kukimbizana na magendo ni kwamba vyombo vyao vinataifishwa, wanapata ajali, vifo, lakini pia kulipa faini na penalty kwa zile kodi ambao wanataka kukwepa. Lakini pia tumeweza kupitia redio yetu Sachita ya wilayani Tarime kuweza kuhabarisha umma ili waweze kujua madhara ya vitendo vya magendo. Mwitikio ni mzuri, tumepata maoni mengi na shukrani nyingi kwa elimu hiyo. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule mbalimbali wilayani humo wameonyesha kufurahishwa na elimu hiyo na kuahidi kuwa mabalozi wa mapambano dhidi ya magendo kwenye jamii yao. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava amesema kuwa ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, manispaa ya Moshi imenufaika kwa kiasi kikubwa kwa kupokea zaidi ya shilingi bilioni 32.8 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Akizungumza kwenye mkutano wa viongozi wa CCM ngazi ya matawi, kata na wilaya ulioitishwa na Secretariat ya CCM mkoa wa Kilimanjaro kwa lengo la kutoa elimu ya uteuzi wa wagombea wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika katika kata ya Njoro, manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema fedha hizo ni kutoka serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri na kwamba zimetumika kutekeleza miradi ya elimu, afya na uwekezaji wa wananchi kiuchumi. Yapo ambayo yamefanyika. Sasa hapo nimetaja tu kwa muhtasari, lakini kwenye uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia mapato ya ndani tumeshatoa mikopo zaidi ya milioni 576. Wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Kwenye sekta ya barabara tunaendelea kote, TARURA pamoja na TANROADS. Uwanja wa ndege wa Moshi ukarabati unaendelea. Tulikuwa kidogo pale kwenye upatikanaji wa fedha, lakini sasa tumepata taarifa mambo yanakwenda vizuri na tutaendelea kupata fedha kwa ajili ya uboreshaji wa uwanja wetu wa ndege wa Moshi. Kwa hiyo mambo makubwa haya yanayofanyika, ninyi wala hamtakii kukaa kinyonge. Kwa sababu kazi imefanyika na cha kusema mnacho. Na ndugu zangu waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mbunge na Chama cha Mapinduzi, hakuna haja ya kuanza kuogopa. Mimi nipo hapa kamisa wenu ndani ya wilaya hii ya Moshi. Hakuna mtu atatugusa kwa sababu kazi imefanyika na tunasema kwa ujasiri kabisa. Mbunge wa jimbo la Moshi mjini Priscus Tarimo
Amesema katika ahadi 10 alizoahidi wakati wa kampeni za kuomba ridhaa ya wananchi kuwa mbunge wa jimbo hilo, ahadi 9 zimetekelezwa na kwamba ni ahadi moja imebaki ya manispaa ya Moshi kuwa jiji. Mama Samia oye! Kwa hiyo kwa kumalizia, ndugu zangu, wana CCM wenzangu, ahadi, najua watu wanakini niseme yote, nafanya mkutano wangu. Ahadi mlizonituma za kijimbo 10 imebaki ya jiji peke yake. Katika mkutano huo, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro Mese Molel amesema chama hicho kimeongeza wapiga kura wapya katika kura za maoni ndani ya chama hicho, wakiwemo mabalozi na kamati zao, kamati za siasa za kata na matawi. Tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 watu watapita kuchukua fomu. Mkishachukua fomu za ubunge, wakimaliza, kamati ya siasa ya wilaya itajadili kabla ya kupigiwa kura, itajadili na kupeleka mapendekezo yake kwenye kamati ya siasa ya mkoa. Kamati ya siasa ya mkoa itajadili na kupeleka mapendekezo yake kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa hiyo watajadili wale, wakimaliza watarudisha majina matatu ambayo ni siri. Tukija majina yatafunguliwa kwenye ukumbi wa mkutano, ndio kura zitapigwa. Mkutano huo ulikuwa na lengo la kutoa elimu kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi na namna ambavyo wateuzi wa wawakilishi wa wananchi watakavyopatikana. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Serikali wilayani Ubungo imewahakikishia wananchi kuwa itaendelea kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii ikiwemo afya, elimu, ujenzi wa barabara pamoja na ulinzi na usalama. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Mrisho Mapeo. Akizungumza katika mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Ubungo, mkuu wa wilaya hiyo Lazaro Twange amesema kwenye wilaya hiyo kumeanza kuwa na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani, hivyo amewataka madiwani kushirikiana na wenyeviti wa serikali za mitaa pamoja na wananchi kuimarisha ulinzi. Aidha, Twange ametumia nafasi hiyo kuwahakikishia wananchi kuhusiana na ujenzi wa barabara za DMDP kwamba serikali itaendelea kusimamia wakandarasi ili kuhakikisha barabara zinaanza kujengwa na kukamilika kwa wakati ili kupunguza changamoto za usafiri. Kuna changamoto za baadhi ya maeneo, kuna viashiria vya uhalifu, kuna uporaji na usikia kwenye mitaa huko Mabibo na kwingine. Lakini nyinyi kama wawakilishi wa wananchi ni kuthibitishie kwamba nimeshawaambia ma-OCD wote ili at least waongeze doria na ufuatiliaji ili watu wasiwakoseshe watu amani. Lakini waheshimiwa madiwani, ni waombe kwenye zile kamati zetu na mifumo yetu ya ulinzi shirikishi tuisaidie kwa maana ya kuwa nayo karibu na kuhakikisha wana mifumo mizuri ya kupashana taarifa na mapolisi. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo akiwemo Esther Ndoha, diwani wa kata ya Goba, na Bakari Kimwanga, diwani wa kata ya Makurumla, wameeleza namna ambavyo wamesimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kusisitiza kuwa wanakwenda kwenye uchaguzi mkuu ikiwa changamoto nyingi zimepata ufumbuzi. Tunavyoelekea kwenye chaguzi zetu au tunavyotarajia kwenda kuvunja baraza kuelekea kwenye chaguzi, wananchi wetu watakuwa wameona jinsi serikali imetekeleza miradi kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa mfano, mimi natokea kwenye kata ya Goba, ni diwani wa kata ya Goba, ambapo miradi mingi zaidi ya bilioni 25 zimetekelezwa kwenye kata yangu. Kiangalia tumekuwa na miradi ya afya, ambapo tumeweza ndani ya muda mfupi tumeweza kupata kituo cha afya kikubwa kabisa ambacho kimegharimu zaidi ya milioni 800. Lakini tumeweza kuwa na zahanati mpya ambayo nayo imegharimu zaidi ya milioni 200. Kiangalia tumeweza kupata kwenye sekta ya elimu shule 3 mpya za msingi ambazo hazikuwahi kuwepo kabisa. Tumeweza kutekeleza ambazo zimegharimu zaidi ya milioni 400 karibia katika kila shule. Ukija sisi kwetu pale kata ya Makurumla, tayari mkurugenzi wetu ameleta fedha kiasi cha shilingi milioni 350. Tunakamilisha jengo la kisasa la majengo mawili ya kisasa katika kituo chetu cha afya, lakini pia tumefanya ukarabati katika maeneo mbalimbali kwa shule zetu 3 zote zilizopo za msingi. Kwa mfano pale shule ya msingi Karume kuna milioni 120 ambayo imeletwa na imejenga madarasa 6
na pamoja na kuweka na madawati yake. Kwa tukiangalia kwa mfumo mzima kwa hii robo ya tatu, miradi mingi imekwenda vizuri. Akizungumza wakati akifunga mkutano wa baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, mstahiki meya wa manispaa hiyo Juma Jaafari Nyaigesha amezungumzia namna serikali ya awamu ya 6 ilivyowezesha kujengwa kwa miradi ya maendeleo kwenye wilaya hiyo, ikiwemo miradi ya elimu, afya na kituo cha uwekezaji cha Afrika Mashariki. Tumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumshukuru sana kwa kushusha fedha nyingi za miradi ya maendeleo katika manispaa yetu ya Ubungo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utakuwa shuhuda, umeshuhudia ukizindua kituo cha afya Mpiji Magobe, umeona jinsi kilivyojengwa na kinakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, umeshuhudia kata ya Makurumla, kituo kile kilisimama, lakini kwa kweli sasa chini ya manispaa na mkurugenzi Kagunguli kinakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukifika kituo cha afya Kimara unaweza ukafikiria kwamba ni hospitali ya wilaya. Ukifika Palestina Sinza unaweza ukashangaa utafikia hospitali ya wilaya. Kwa kweli uadilikaji unakwenda vizuri sana. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wananchi 500 wa wilaya Masasi mkoani Mtwara wamepatiwa matibabu ikiwemo ya mtoto wa jicho, saratani na magonjwa mengine yanayosumbua wanawake kufuatia kambi ya siku 2 iliyoendeshwa na madaktari chini ya taasisi ya Modeoji. Goodluck Msola ameenda taarifa zaidi. Kambi ambayo ni ya 9 kufanyika katika mikoa mbalimbali imeshuhudia mamia wakazi wa Mtwara hasa wilaya Masasi wakifanyiwa vipimo na matibabu ya mtoto wa jicho na kupatiwa miwani kwenye matatizo ya macho bila malipo, ambapo kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara Albert Peter amesema kupitia kambi hiyo imesaidia jitihada za serikali za kusogeza huduma za afya kwa karibu na wananchi. Faida ya kambi hii sio tu kutoa huduma, huduma itakuwa ni endelevu, lakini pia mgonjwa anaweza akapewa tatizo ula ugonjwa wake, lakini papo hapo akapatiwa huduma ya upasuaji, lakini kwa ule ambaye hahitaji upasuaji atapatiwa dawa kwa ajili ya tatizo lake. Nitoe rai kwa wananchi wa Mtwara kwamba hii ni fursa kwetu kwamba hawa wadau wameweza kusaidia katika huduma zetu za afya, na ni moja ya kauli mbiu ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutoa matibabu ya kambi hizi ya kibingwa katika mkoa wetu wa Mtwara. Kwa upande wake, mratibu wa miradi kutoka taasisi ya Modeoji Amina Ramadhan na baadhi ya madaktari walioshiriki katika kambi hiyo wamesema taasisi hiyo imekuwa na mwendelezo mwema wa kupeleka huduma karibu na jamii, hasa za matibabu, ambapo miongoni mwa huduma hizo ni pamoja na vipimo na matibabu ya macho. Tumekuja na huduma nyingine kwenye kambi hii ya daktari bingwa wa kina mama. Mwaka jana wakati tunaenda kwenye kambi 9 tulizofanya sehemu tofauti, tumepokea maombi wa kina mama wakisema tumetibiwa macho, lakini tuna shida zingine za kina mama. Wakina mama tunaelewa changamoto zetu. Nao baadhi ya wananchi wakizungumza katika kambi hiyo pamoja na kuishukuru taasisi ya Modeoji, wameomba muda wa kambi hiyo kuongezwa ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Kutoka Nangomba kuja hapa Masasi ni kilomita 40. Kwa baada ya kusikia hii tiba ya Modeoji, kuna tiba bure ya kutibiwa macho, basi nikalazimika kuondoka juzi nikalala hapa Masasi kwa vile ni mbali. Asubuhi nilipopata foleni nikawa watu wa 515. Sikutegemea kwamba nitapata ile tiba. Nitegemea nitalala labda siku ijayo. Kwa bahati jana nimetibiwa na jicho langu la kulia lilikuwa lioni kabisa. Lakini baadaye nilivyokuja kufanywa checking na madokta, nimetibiwa, jicho liko vizuri. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendesha mafunzo kwa waandikishaji wasaidizi pamoja na kuendesha vifaa vya biometric kuhusu uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura awamu ya 2 katika halmashauri ya mji wa Njombe, pamoja na kuapisha waandikishaji hao, ambapo tume imewataka waandikishaji kuhakikisha wanafuata sheria za nchi na miongozo ya tume katika kulitekeleza zoezi hilo. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Akizungumza kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Samson Meda ambaye ni afisa mwandikishaji wa jimbo la Njombe mjini amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo maafisa watakaoshiriki kuandikisha wapiga kura katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kubwa tunaolifanya ni kuwajengea uwezo ili waweze kutekeleza majukumu yao wakiwa na uelewa, lakini wafanye kazi hii kwa weledi. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu kwa sababu lina wajenga kupata mbinu mbalimbali kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Na kubwa tu ambalo ninalihimiza
Zoezi hili linakuja kwa awamu ya pili likiwa na lengo la kuhakikisha wananchi wote ambao walikosa nafasi ya kuweza kujiandikisha ama kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura basi wapate fursa hiyo kwa awamu hii. Kwa hiyo ni fursa ya muhimu. Tunajua watu wana move kutoka eneo moja mpaka jingine. Kwa wakati wa zoezi la awali inawezekana mtu alikosa fursa hiyo, labda hakuwepo Njombe au amehamia Njombe au ametimiza sasa umri wa miaka 18, basi ni fursa muhimu kuweza kuitumia ili aweze kutekeleza haki yake kimsingi ya kikatiba ya kuweza kupiga kura mara uchaguzi mkuu utakapojiri mwaka huu mwezi wa Oktoba. Aidha, Bwana Samson Meda ameelezea ushiriki wa vyama vya siasa katika zoezi hilo. Miongoni mwa wadau wakubwa wa zoezi la uchaguzi ni vyama vya siasa. Sasa ili kuhakikisha wananchi wanaoboresha taarifa zao katika vituo vyetu wanakuwa ni wale walio katika maeneo sahihi, tunalazimika kwa mujibu wa sheria kuwa na mawakala kutoka katika vyama vyote vya siasa vilivyo na uhalali kutekeleza majukumu yao katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo mawakala wale wana haki ya kuwepo katika vituo, japo hawana mamlaka ya kwanza kuingilia zoezi. Wao watakuwa ni observers, wanashuhudia kweli anayeboresha taarifa zake anastahili. Na tumesisitiza kwa waandikishaji kwamba wawape ushirikiano mawakala wa vyama vya siasa, wawapokee katika vituo kwa sababu wanakuja kwa mujibu wa utaratibu, wapo kisheria katika maeneo hayo. Happiness Mwaituka pamoja na Christian Nyengela wamesema kuwa mafunzo hayo yamewajengea uelewa zaidi juu ya kutekeleza jukumu la kuandikisha wapiga kura ili waweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Matumaini yetu ni kwamba tutakwenda kufanya kazi hii kwa weledi mkubwa, ikiwepo kutunza siri zote za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini pia tutakwenda kufanya kazi kwa weledi mkubwa kuwasajili wale wapiga kura wapya, lakini kufuta taarifa za wale ambao wamefariki, lakini kwa wale ambao walihama, wamebadili makazi, pia tutakwenda kuwasajili upya katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mafunzo haya yanatusaidia kuweza kuwaandikisha wale wapiga kura ambao hawapata nafasi ya kujiandikisha kwenye zoezi ambalo lilipita la awali. Mtazamaji wa TVE Habari, mara itakapotimu mwezi Oktoba mwaka huu mwaka 2025, wa Tanzania wataingia katika zoezi la uchaguzi wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Njosi, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Serikali ya Zanzibar yasisitiza kuweka mfumo madhubuti wa usimamizi wa miradi.